mimi natumia Sony, Canon, kamera ambazo zinatoka kila siku kicha. Lakini Ali sio watu ambao wamezoea kutoa kamera sana. Wakitoa wanatoa na wanavunja record. Ile ni kamera ambayo imetoka mwaka jana na ilitoka mahususi kwa ajili ya watu wanaopenda slow motion. Ali wao kamera zao mara nyingi unakuta kamera na shoot 4K kwenye frame ya 60 nini. Sasa kampuni ya Red Camera unaifahamu. Kampuni ya Red Camera yeye amezoea kitoa kamera afu anaweka slow motion inakuwa ni kubwa sana, yani frame per second, ile FPS inakuwa ni kubwa. Kwa mfano watu wametoa Red Raptor ina record 8K, FPS yake ni 120 mpaka 180. Kwa Ali alivyokuja kutoa Ali Extreme mahususi kabisa kwa ajili ya slow motion ile kamera, na bei yake kidogo imekuwa ni mkasi kwa sababu kamera za slow motion zimekuwa ni adimu. Wanafanyaga hivi, wanapotoa kamera, kwa mfano kwa na shoot movie Hollywood, wanafanya kitu kimoja, wana shoot movie alafu wakitaka labda tukio la bomu kulipuka au mtu anadumbukia kwenye maji kupata slow motion zile, wao wanachofanya kuna kamera ambazo unakuta zimetengenezwa kwa ajili ya slow motion tu. Kwa hiyo inabidi mtu anunue Ali au anunue Red alafu aende akarenti kamera kwa ajili ya kufanya tukio la slow motion. Kwa hiyo Ali kaona amalize kila kitu mwenyewe. Kwa hiyo ndio maana akatoa ile kamera Ali Alexa Extreme ambao frame yake kwa kawaida inaweza kupika mpaka FPS 600. Wewe ushaikuona kamera rekodi, ushazoea. Kwa mfano yule anatumia pale labda ikirekodi 1080 inaweza kuwa kwenye frame ya 60 kupata slow motion. Lakini what if unapata slow motion mpaka 660. Hiyo slow motion yake inakuwaje? Noma. Kwa hiyo ndio maana imetoka ile wakaitoa ile kamera. Ni mahususi kwa ajili ya hivyo. Pia tumeona zile lens za Kuki. Kwa kila mtu anazizungumzia kwa namna yake. Wengine wanasema kwamba bwana lenzi hizi zina uwezo wa kushuti kitu fulani nini. Nataka utupe kwa ufupi tu zile lenzi uwezo wake. Kwa wewe mfuatiliaji sana wa production, uwezo wa zile lenzi na zinatumikaga hususan katika movie au katika production hii. Zile lenzi kwanza ni lenzi ambazo zinauzwa kwa special order. Alafu chengine ambacho sikukisema kwenye video ila nyewe mmekuja hii nawapa exclusive. Ile lenzi ambazo alipost Diamond kwake sio mpya. Zile sio mpya. Ni used. Kaangalie kama umerecord umedownload zile clip vizuri. Wala sidanganya hapa na kuambia ukweli. Kaangalia zile video akiwa anafungua vizuri kwenye box. Kamera ni mpya lakini lenzi sio mpya. Na zile lenzi za Kuki ni very expensive lenzi kwa sababu ni one of the best lens. Kwa mfano unaangalaga behind the scenes za movie. Ushaikuona mtu kaweka lens za kawaida labda telephoto labda tunaona hapa kule kuna 70 200 24 500. Hizo ni lens za consumer. Zile ni lenzi ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya movie. Yani movie watu watengeneza documentary lakini ni ile high resolution, mtu anataka kupata kitu asilia. Ndio maana wana rent, wengi wamezoea. Mimi nimeshangaa kwanza kwa Diamond kununua, wengi wanazikodisha zile lenzi. Si yani ni wachache sana. Na hata ukiingia YouTube sasa hivi ukiandika unboxing za zile video watu wakiwa na unbox zile lenzi kwamba kataka kununua, utakuta ni watu 5 hazizidi video 10. Kwa mara nyingi watu huwa wanakodi sio kununua. Kununua na maana expensive sana. Kwa mfano lenzi moja ile pale inauzwa mpaka $15,000. Hiyo ni milimita ya kawaida. Ikiwa wide zaidi inaweza kufika mpaka $20,000 kwa lenzi moja. Na pale ziko 6. Kwa hiyo ukisema ununue package nzima inaweza kufika around $50,000 mpaka $60,000. Yes. Watu wanajaribu pia kuzungumzia kwamba Bongo ni kama vile production imeshuka sana. Kwa hiyo huenda Diamond anakuja kufanya mapinduzi katika mazingira mazima ya production. Na kwa experience yako, lenzi kama zile, na nimeona pia katika video yako ambayo umezungumzia umesema kwamba imeishawahi kufanya video, zinatumikaga sana kushoot video kama za Spider-Man nini, yani video kubwa, movie kubwa. Ni kweli zile lenzi zinatumika kwenye kushoot hizo movie kubwa? Ndio, asilimia 800. Kaangalia mimi naona nakupa option kwamba ushaikuona mtu kwenye movie anatumia lenzi za kawaida. Zile ndio lenzi ambazo nakwambia watu huwa hawauzi. Wengi wao wanunui, wengi wanaenda kurent. Zile ni lenzi ambazo kwanza kampuni ya Kuki yenyewe ukiingia kwenye page yao ukifungua utakuta wameposti movie ambazo zimetumika kwenye zile lenzi. Karibuni movie zote za Hollywood. Hata yani ni sawa tuseme
huwezi kuwa tajiri alafu kwa kibongo bongo alafu una V8, si ndio? Kwa hata kama mtu atakuwa atatengeneza production yake, atajitahidi kukwepa zile lens za kuki, lakini kuna shot tu itamhitaji lazima atumie lens za kuki. Kwa nini? Ubora wa picha nakupa 100%. Yaani hapa sisi tumekaa hii clip, kwa mfano chukua kamera yako kawaida, unatumia kamera gani labda unaipenda wewe? Sony gani labda? Yoyote tu. Kwa hapa tuna Sony A7 III, si ndio? Tuchukue Sony A7 III hii, nenda kwa Mondi, funga Metable, mwambie naomba nirekodi clip tu na hii lens. Alafu uone, alafu tafuta lens ambayo unaikubali. Picha ni tofauti. Yaani ni tofauti, ile inakupa picha 100%. Wazungu wana tabia moja, wakitengeneza movie wanaenda kulaunch kwenye big screen, wengine kwenye 3D zile. Kwa sasa kwenye 3D ili mtu enjoy, mtu anavaa miwani aone jinsi kama anaangalia movie, ni lazima ushutie na lenzi ambazo zinakuonyesha kweli 100%. Hata ukiangalia kwenye tutorial zake wanavyozitengeneza zile lenzi, material yalotumika kutengenezea zile glass ni very expensive, ambao wewe kama lenzi moja inauza dola 20,000 au 15,000, mimi ukinipa mimi siwezi kununua ile lenzi. Kwa niwe na hela mimi ninunue? Sifanyi hicho kitu. Dola 15,000 nanunua, sinanunua ready hata second hand. Kama Diamond amenunua lens second hand, siwezi kununua zile lenzi kutokana ni very expensive. Kwa bei ya lenzi mbili tu mimi naweza ngapata production yote. Kama lenzi mbili dola 20,000, dola fanya 15,000, 30,000. Haya, hapa napata nini dola 6,000? Napata package nzima ya production. Yes, ndio maana mtu anaona bora ninunue body la kamera, lenzi niwe na rent. Na kampuni nyingi za Marekani za Hollywood zilikuwa zinashutia, kwa mfano movie ya Batman, Spider-Man, Marvel wanatumia sana zile lenzi. Sana. Kuna movie moja jina limetoka, ndio ilikuwa inapromotiwa, haijatoka, imerekodiwa kimazingira zamani. Kuki wana sample fulani ya lenzi, kama unaitaka look ya mwaka 1800, ile look ile ya mwaka 1800, wana lenzi ambayo inakupa ile look ya mwaka 1800. Yaani huyu hapa akifunga, kichukua lenzi kifungwa pale, yaani tunapata ile look kwamba hata ukifanya color grading unaona bisa yes, hii kitu kweli na uhalisia mwaka 1800. Kwa wana hicho kitu. Kwa akiamua kutoa kitu kwamba bana hii lenzi ni new generation, ndio maana ni bei mbaya. Hata alizotoa kwa mirrorless, lenzi yake bei ya China nadhani ilikuwa shilingi ngapi? Kuna rafiki yangu mmoja alimwagizia ile lenzi. Ni lenzi moja tu ilikuwa mita 24 ambayo ilikuwa ni dola 6,000. Hiyo ndio lenzi ya bei rahisi wanakuwa nayo. Watu wanasema production kwa sasa, watu wengi wa production vifaa wana kodi kama ambavyo umenieleza wewe. Na maana Diamond pia katika video zake nyingi ambazo anatumia madirector wa ndani, vifaa huwa vinakodishwa. Kwa tathmini yako ama kwa wewe, kwa mtazamo wako, kwa hiki ambacho unakiona mkifanya Diamond, anaweza kawa ni msanii wa ngapi Afrika kumiliki kitu kama hicho? Mimi niliweka video yangu YouTube nikasema ndo msanii wa kwanza Tanzania au East Africa kuleta ile production, kuleta ile kamera ya Ali Extreme, kwa sababu ni new generation, ndio kamera ya mwisho Ali wameitoa na zile lenzi. Kuna mtu akaja akacomment akasema bana, hivyo vitu vipo Nigeria, South Africa vipo, mbona watu vioni? Sio wanasema na sijui South Africa vipo, Nigeria vipo. Inaweza ikawepo kweli Nigeria, kaleta nani? Nigeria tunajua kuna wazungu wengi wanaenda kufanya production. Haiwezi kutoka labda mtu labda Mel Gibson akasema nenda zangu Nigeria kushoot movie afu akaanza lenzi mkasema mnayo. Hiyo sio ya kwenu, hiyo imeachwa na mtu, si ndio? South Africa mtu katoka labda Idris Elba akaenda kushoot movie, natumia hivyo production, sema na ile production imetokea pale South Africa ipo, mkasema ni ya kwenu. Hapana, sisi tunajivunia kwa East Africa jamaa kuleta, ndio mtu wa kwanza kuleta. Mimi nimeenda Nairobi, kuna rafiki yangu na makamera Ali Alex ambayo ipo Nairobi, ni hata Tanzania zipo, Mike anazo. Ali Alex Amini ipo, nadhani kama ushawahi kusikia, zipo, wameshutia video nyingi. Hizo ndo zipo nyingi sana, lakini ile sijawahi kuona hata kwenye music video yao ya Nigeria, South Africa hawatumii ile kamera. Mimi kwanza Afrika nimeiona kwa Mondi kaileta. Mimi kila kamera, mimi huwezi kudanganya kuhusu kamera. Kila kamera inayotoka mpya lazima nijue, lazima niletewe na haya magrupu ambao wameniunganisha. Kila kitu nafahamu kinachotoka cha masuala ya production. Kwa hiyo ile kamera ilivyotoka tu, hata Marekani wenyewe hawana ile kamera, hawajainunua sana. Wa Marekani wenyewe sio kamera ambayo imenunuliwa sana, imenunuliwa kwa watu wachache sana. Ni sababu hasa ni kwamba expensive. Ndio gharama. Alafu pia mtu alikwambia mara kwanza kwamba mtu anapenda kununua ile anapenda slow motion.
Kwa ile kamera sana sana ni bora sana kwa slow motion. Kwa video music ambazo umezitazama za Afrika ama video yote duniani, video music ambayo imetumiwa kamera kama ile, unaweza kusema ni video gani? Hapana, takudanganya, takuwa mwongo. Sidhani kama kuna video ambayo nimeona ambayo imetumiwa kamera ile, na unajua ni ngumu. Kwa mfano, mimi naweza nikashuti na kamera yangu afu nikakudanganya nimeshuti na hali utabisha. Huwezi kubisha, si ndio? Yes, sijaona music video ambayo imeshutiwa na lenzi ile au na kamera ile. Hii inakupa kaangalie video itakayotoka Diamond akirekodi na kamera ile na video ile inakuwa ni kitu tofauti. Hata picha itakuwa ni picha tofauti ambayo hatujawahi ku experience. Kibongo bongo Diamond anaendelea kutoa kama somo kwa wasanii wenzie. Labda kwa upande wa mataifa, unajua kila kitu kinakuwa kiko faida na hasara yake. Labda katika masuala ya uhai wa kamera, kwa uhai wake pale unaiona ni kamera ambayo labda zinapataga sana matatizo yapi? Sasa sikiliza, unajua niliongea nikasema ile kamera imetengenezwa na Wajerumani. Shida ile kamera labda waje kuharibu ni matumizi tofauti. Kama ulivyoona kamera siku hizi zikija, mtu anakuuzia kwa mfano wa Wajerumani, mtu anakuuzia kamera anakupa warranty. Kamera kama inauza $50,000 warranty yake ni zaidi ya miaka 10. Si ndio? Au warranty ni zaidi ya miaka 10. Kwa hiyo ili uweze kudumu kwa muda mrefu ni lazima kuna vitu viangalie. Kwa mfano, kamera ilivyouzwa umepewa cage. Cage ni kwa ajili ya kuprotect kamera. Ile kamera ni material yake ni kama chuma au aluminium fulani. Kwa hiyo mara nyingi huwa zina tabia za kuwahi kuchubuka. Kwa hiyo ukiwa na cage umeiprotect ni ngumu. Na matumizi pia. Unaweza mimi na wewe kanunua Sony, mimi nikanunua Sony, ndani ya miaka 2 Sony yako wewe ikawa nzima, ya kwangu imeshakufa. Nategemea na matumizi. Lakini kama unaweza kuitunza ni kamera pia Diamond unahesabia miaka mingapi? Miaka 10 ijayo. Kwa mfano mpaka 2035 au 2040 inaweza kuwepo ile kamera bado ikiendelea kupiga kazi. Kabisa na 100% na wasiwasi tu na zile lenzi. Kwa sababu tu zilikuja used. Lakini ile imetoka sealed vile. Ile kamera bado ina miaka mingi sana mbele. Unajua kamera sio kitu kama simu kwamba utanunua leo baada ya mwaka mmoja iPhone utatoa simu nyingine au Samsung utatoa simu nyingine. Lakini kamera ni kitu ambacho ukinunua umenunua, na maana unakaa miaka 10 mbele unahesabu. Lakini kwa ile kamera Diamond mimi nampa hongera sana. Nimeshtuka. Unajua ni tungeona mtu kama labda Mike kanunua sawa. Lakini mtu kama yeye kanunua, msanii, ni kitu cha kumsifu. Niliona video ya watu wakisema kwamba ni zaidi ya kama milioni 400 hivi ametumia kwenye kamera, kwenye lenzi na kila kitu. Wewe kwa experience yako na ulivyofuatilia, inaweza ikafika hiyo pesa? Haifiki milioni 400. Diamond ya kusema amenunua shilingi ngapi au nimekosea? Ndio. Akusema. Na kwa sababu alikataa kusema kwa sababu ya vitu kama hivi ambavyo tunakuja tunaulizana mimi na wewe. Angesema watu, mimi ningekuwa kwanza kumwambia, angesema milioni 400, angeza sana bilioni 1, angeambia umepigwa. Sijui umeelewa. Kuna watu wanajisifu wanunua magari. Kwa mfano mimi leo hii Diamond akaniambia, "Bwana nataka nikupe hela uniagizie kamera." Hata mimi nitasema milioni 400. Baada ya milioni 400 nakuletea ili nibaki na change, si ndio? Nimpige kwa sababu obviously mtu yote anapeleka dili kwa Diamond anataka hela. Kwa kama katumia milioni 400, mimi nakwambia ukweli kapigwa. Video yangu nilitengeneza kama mtu ana milioni 350 tunaileta, na nakuhakikishia tunaileta ile na tunapata na crown ya kubebea ile kamera. Yaani inamaanisha change inabaki. Milioni 350 na change inabaki. Na hiyo gharama zote za malipo nini kulipia maana unajua bongo ukileta vitu kama hivi. Nitakwambia milioni 350 pamoja na lenzi, na lenzi ni mpya, sio zile za Diamond used. Lenzi 6 package mpya. Na change inabaki pamoja na kulipa ushuru. Nitakwambia lenzi package nzima ile ni $55,000. Tuweke $60,000. Si ndio? Kamera ile package aliyochukua Diamond ni $55,000. Kama $57,000 tuweke $60,000. Ukijumlisha ni dola ngapi? 120,000. Chukua dola 120,000 lete kwenye hela za Tanzania shilingi ngapi? Kama milioni 200 na kitu hivi, inaenda mpaka 280 hivi. Dola 100,000 kwa kawaida, dola 100,000 ni milioni 250. Tunabaki na 20, si ndio? Dola 10,000 ni ngapi hiyo? 25, jumla shilingi ngapi? 50. Kwa 220 around, unadhani unaendelea hata kwenye milioni 300 hatufiki hapo. 300 hatutoboi, si ndio? Kwa hiyo mimi nawaambia mtu akileta, kwa hiyo nimeongeza na 50 kwa sababu ya ushuru. Sijui umeelewa. Kwa hiyo mtu akileta milioni 350 tunaileta,
na mtabaki na hela kununua clown moja kutembelea hapa kubebea kamera. Huwezi kuona kamera milioni 200 afu katembelea kama miguu. Okay, sawa. Mimi nataka pia ushauri wako kwa Diamond, kwa sababu anaweza kanunua vifaa kama hivyo alafu kwa Afrika vikawa ni vigeni, watu namna kuvitumia ama vitu fulani. Kwa hiyo mimi nataka umpe ushauri kutokana tu na package ile ya kamera na lens ambazo amevinunua, hasa ushauri wako ulenge zaidi katika matumizi. Mimi Diamond sina cha kumshauri kabisa, kwa sababu unajua mimi siwezi kununua gari nikiwa sijui kuendesha. Maana unaona wewe umekuja kunifuata mimi na family kamera. Mimi kamera ile hata uniamshe usiku bana, shika kamera tukashoot, tunaenda tunashutia. Kwa nini? Nitakupa hii darasa, watu wengine pia wataweza kujifunza. Dunia nzima kamera zote zina tabia moja. Yaani tabia ya kamera ni moja. Kama unaweza kutumia kamera vizuri, sizungumzii kukaza kutumia Canon au Sony. Kama unaweza kutumia kamera vizuri, kamera yoyote unaweza kutumia. Ni sawa sawa na gari. Mtu anakuambia bana, mimi nimezoea kuendesha automatic, mimi nimezoea kuendesha manual. Lakini sawa, wewe unazoea kuendesha automatic, ushazoea gari labda ina kigia kidogo. Utakuja gari labda benzi na kigia cha kuzungusha, kwamba utashindwa kuzungusha kwa sababu ni benzi. Ndio maana nasema kamera zote zina tabia moja. Sina cha kumshauri Diamond, kwa sababu sasa hivi Tanzania tuna watu ambao wanaweza sana na akili sana. Sio leo. Wana akili sana na wana uwezo kutumia. Alafu sio kamera ngumu kutumia, ni rahisi. Kama umeshatumia ali yoyote, ile unaweza kutumia. Kama umeshaanza kutumia radio yoyote, ile unaweza kutumia. Okay, unataka kushoot labda scene, unataka kushoot labda music video, wide, unafunga lenzi, setting ni zile zile. Kitachoshinda labda kitu kimoja kinachosumbua ni kujua labda scene hii nataka kitu gani, niweke frame rate ngapi ili niweze kupata hii picha ninayoitaka. Then kwenye editing it easy. Kwa yani matumizi ya kamera ni yale yale. Yeye anataka tu bora sasa, ili kuweza kupata kitu bora ndio hicho ninachorudi kwamba anataka scene ya aina gani, scene hii inaipata kutokana na frame rate hizi ninazoziweka basi. Lakini kwenye kutumia, hata wewe unaweza kutumia ile kamera. Ni rahisi sana. Sana, wala sio kamera ngumu. Kamera ngumu kutumia ni Sony. Wewe sasa Sony rahisi. Unatumia, lakini kamera ngumu kutumia ni Sony. Mimi nimepata bahati ya kutumia Red. Nimetumia Alexa, nimetumia Panasonic. Hizo kamera zote ni rahisi. Sony ni ngumu, tena ni ngumu kwenye upande wa setting, kwa sababu yani setting yake unaingia hapa, unashuka hapa, unaingia hapa. Lakini kama ile Red ni touch tu na Ali ni touch tu. Unagusa, unabonyeza hapa, unaingia hapa. Ni rahisi sana, sana sana. Sasa mimi nataka tumalizie kwa mtazamaji ambao wanakutazama sasa hivi kupitia 7 Media. Ni ujitambulishe sasa, ofisi nini na kila kitu, package zako, huduma zako ambazo unatoa, kwa sababu kuna watu wengine wanaweza kawa wamependezwa na huduma ya naamini na maneno ambayo umeyazungumza hapa, namna gani wanaweza kukufikia na vitu kama hivyo. Kama hivyo utambulisha mara kwanza, mimi naitwa T Romex, ni mfanyakazi wa DNA TV, ni manager hapa. Lakini ukiacha manager, tuna vitengo, tuna kazi zetu binafsi ambazo tunazifanya kama hii mambo ya kutoa content, tutorial, nafundisha wanafunzi wanapenda kujifunza production, wanaojifunza kupiga picha, kushoot video, masuala ya kamera yote hayo huwa nafundisha. Na pia vitu vingine, najua kwa mfano kuna rafiki yangu anataka kunipigia simu asubuhi hapa, amenunua Mac lakini hana software. Unajua software labda ya DaVinci Studio ile ni lazima ununue kama $200, si ndio? Mimi hizo software ninazo. Kwa hiyo ndo huduma zangu nizo, wala sina mambo mengi. Okay. Yes, but mnaweza mkanisubscribe kwenye account yangu pia, DNA TV. Hapa ni ofisi ya DNA TV. Karibuni sana. Karibuni sana.